Tunaendelea na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Profesa Shukran Elisha Manya ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi nami niweze kuchangia kwenye bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Awali ya yote nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na timu yake kwa maandalizi mazuri na hotuba ndefu ya masaa mawili ambayo tulisikia hapa wiki iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kusema kwamba katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ameeleza kwa kirefu sana mafanikio makubwa ambayo nchi yetu imeyapata katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kwenye madaraka. Ni mafanikio makubwa, na sisi watu wa Njombe kama mkoa, lakini Njombe kama jimbo la Njombe mjini, na sisi ni mashuhuda wa mafanikio makubwa hayo ya kuwasogezea wananchi wa Tanzania huduma mbalimbali, ya kuboresha miundombinu, madarasa, usafiri wa reli, wa anga na mambo mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa haya yote ambayo yamefanyika. Na sisi Njombe tunasema tumefanyiwa mengi katika kipindi kifupi. Na siwezi kuyataja yote, lakini nitataja yale ambayo ni machache ambayo yalikuwa ni makubwa na kero kubwa ambazo zimefanyika. Shida kubwa ya mji wa Njombe ilikuwa ni maji. Na hatukuwahi kuwa na mikataba au uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya maji. Lakini kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 4 tumekuwa na miradi mikubwa 4 ya maji. Miradi yote hiyo miwili katika hiyo 4 imeshakamilika na imeshaanza kuleta maji katika mji wa Njombe. Na tunavyoongelea, kwa mara ya kwanza wananchi wa Njombe ambao wana maji mengi, Mungu amewajalia, bado walikuwa katika mgao wa maji safi na salama. Kwa mara ya kwanza kwenye kiangazi hiki wameanza kuonja matunda ya uwekezaji mkubwa huo wa miradi mikubwa ya maji. Tuna mradi wa Ijunilo bilioni 3.9, tuna mradi wa Livingstone bilioni 9.8, tuna mradi wa miji 28 ambao unaenda kwa kasi bilioni 41. Kwa ujumla tuna bilioni kama 67 katika maji peke yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeme, vijiji vyote sasa vina umeme. Tunakwenda kwenye vitongoji, lakini niangalizo kidogo, mji wa Njombe ni mji na vijiji. Bado kwenye maeneo ya mijini, baadhi ya mitaa hatuna umeme, na wananchi wa Njombe wananisikia. Eneo kama la Mpumbwe, eneo kama la Ihanga, yote hayo bado yana tatizo la umeme, na nina uhakika katika mpango unaokuja, ingawaje sio vitongoji lakini ni mitaa, na yenyewe yataangaliwa. Lakini kwenye afya yamefanyika mambo makubwa sana. Ndani ya mji wa Njombe tuna hospitali ya rufaa ya mkoa ambayo serikali imeingiza pale bilioni 27. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hospitali ambayo imebadilisha maisha ya wana Njombe. Uwekezaji huu ni mkubwa, capacity ya vitanda 400, lakini vitanda mpaka sasa vilivyopo ni 238. Na mama na mtoto peke yake vitanda 100. Na kina mama 12 wanaweza kujifungua kwa wakati mmoja. Ni mambo makubwa ambayo yamefanyika katika kipindi hiki. Na yako mengi, pamoja na chuo kikuu cha campus ya Dodoma inakuja Njombe bilioni 18. Tuna kiwanja cha ndege tumesikia Njombe na chenyewe kinakuja kwa kasi, kwa maana ya kwamba sasa serikali imeridhia na tunaanza kutafuta eneo, na tunawashukuru wenzetu ambao wanashughulikia swala hilo wa serikali ya mkoa. Tatizo letu, na nilipenda nitoe ushauri, ni kwenye uwekezaji ambao ndio eneo kubwa ambalo, na namshukuru Profesa Muhongwa ameniwekea msingi wa hoja yangu. Shida yetu kubwa sisi ni kutengeneza ajira katika mkoa au mji wa Njombe. Njombe inategemea kilimo kwa kiasi kikubwa, 99%, na kilimo chetu sisi ni mazao ya chakula na mazao ya biashara, lakini kinategemea vile vile mazao ya misitu. Na hapa ndipo ambapo kwa kweli
ofisi ya waziri mkuu, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Alikuja Njombe, amekuja Njombe karibu mara mbili, na mara zote amejaribu sana kushughulika na masuala na changamoto zinazohusiana na uwekezaji. Na kwa kiasi kikubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kusema sekta ya uwekezaji kwa maana ya chai ndiyo uwekezaji mkubwa sana katika Njombe kwa miaka mingi sana. Lakini kuanzia 2018 sekta hii imedorola, na tunafahamu jitihada za serikali kutaka kufufua au kuhakikisha kwamba sekta ya chai inafanya kazi vizuri. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba kukosekana kwa umakini katika kutafuta wawekezaji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana serikali katika kipindi hiki imetengeneza mazingira mazuri sana ya wawekezaji wa ndani na wa nje. Na tumeona mabadiliko mengi ya sheria ya kutaka kuvutia uwekezaji. Lakini nadhani inabidi tufanye tahadhari. Tuna wawekezaji wa aina nyingi wanaokuja kwa mwamvuli wa uwekezaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kiasi kikubwa tusipokuwa makini, hasa wawekezaji wanaokwenda kwenye maeneo ya vijijini na kujifanya kwamba wao wana uwezo mkubwa wa kusaidia kilimo. Lakini mwisho wa siku tunachokiona ni kwamba wananchi ambao wanategemea kilimo kwa maana ya kuwategemea wawekezaji ambao wanajenga viwanda au wananunua viwanda, na hasa naongelea viwanda vya chai, wamekuwa ndio kiini cha kusogeza umasikini na kupunguza au kuondoa ajira kwenye maeneo ya vijijini. Jambo hili lazima tulipige vita kama nchi, kwa sababu tunahitaji ajira, tunahitaji kodi, tunahitaji mazao ya kupeleka nje tupate fedha ya kigeni. Tunapompa mwekezaji kama wa chai, na nitakuwa more specific, tuna uwekezaji wa chai wa kampuni inaitwa DL ambayo imekuwa mwiba mkubwa sana kwa wawekezaji, kwa wananchi wa Njombe. Pamoja na jitihada, ninachopenda kusema ni kwamba serikali iwe tayari kufanya maamuzi magumu kwa wawekezaji wa aina hiyo. Wawekezaji kwenye eneo la chai wanapewa ardhi. Ardhi ni productive asset. Kama haitumiki kuzalisha ajira, haitumiki kuzalisha bidhaa, haitumiki kuleta fedha za kigeni, maana yake ni kwamba hatuitumii ardhi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuondoa na kustawisha maisha ya wananchi wetu. Na kwa hiyo mwekezaji yeyote ambaye anahodhi ardhi na hafanyii kazi, niombe sana kwamba ofisi ya waziri mkuu inafanya uratibu, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuja Njombe zaidi ya mara moja, tuwe na mkakati wa kufanya maamuzi magumu, ikiwezekana kuichukua hiyo ardhi. Sisi ni wananchi wa Tanzania, Mungu ametupa ardhi, lazima itumike kwa watu ambao wako tayari. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna tatizo jingine kwenye sekta ya misitu. Nako ni swala kubwa la ajira. Nipende kusema tuna kampuni kubwa pale ya Kibena au Tanwat. Huo ndio mfano halisi wa kampuni ya uwekezaji ambayo tunataka zije maeneo kama ya Njombe na maeneo mengine ya Tanzania. Ni kampuni ambayo inazalisha ajira, inafanya plantation za mazao mbalimbali, ikipewa ardhi na itumia. Lakini siku za karibuni tumeanza kuona makampuni mengine mengi ambayo yanatoka pande za Asia yakija kwa jina la kutaka kuwekeza kwenye sekta ya misitu. Lakini uhalisia ni kwamba kampuni hizi zinakuja kufilisi nchi kwa maana ya wananchi wa maeneo yanayoyazunguka. Hawa kazi yao ni kuprocess, kupata mazao ya mbao na kuyasafirisha yakiwa ghafi au semi processed. Kwenye hiyo process nchi inapoteza ajira, nchi inarudi kwenye umaskini kwa maana ya wananchi ambao wako maeneo yale, badala ya kupanda miti kwa wingi, wanaendelea kufyeka miti na kuzipelekea kampuni hizo za Kichina, ambazo kwa kweli tunasema ni uwekezaji ambao hauna tija, kwa sababu hawana jukumu la kuzalisha miti, hawana jukumu la kupanda miti. Wao ni kupokea mazao ya miti ambayo hawajui yanatoka wapi, wanawalipa wananchi fedha ndogo, lakini wananchi wetu wana shida hizo fedha. Sasa serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba inawalinda wananchi wake, kwa kuhakikisha wawekezaji kama hawa hawapewi vibali vya kuja kukata miti ovyo. Na nishukuru serikali kwamba jambo hili tumeliongea hapa na wameanza kuchukua hatua. Tunafahamu wanakiita mpango mkakati wa mwaka 2021 mpaka 2030 wa kuangalia namna gani kuongeza thamani kwenye mazao ya misitu. Lakini katika mpango huo bado kuna GN ya 2023, GN namba 221, ambayo bado inaruhusu usafirishaji wa malighafi za misitu kwenda nje, au inaratibu
Ndani ya GN hiyo tuna mategemeo, na tumepiga kelele sana hapa. Tunaitaka serikali kwa kweli ihakikishe inatumia GN hiyo kuzuia kutoa vibali kwa wawekezaji wa aina hii ambayo nimeitaja, ambao mpaka muda huu wanafanya kwa sababu wamehalalishwa na wizara yetu ya maliasili kuendelea kukata miti na kuwafanya wananchi wasiweze kufaidi matunda ya miti hiyo. Na ni mategemeo yangu kwamba tuliambiwa hapa kwamba vibali hivyo wamepewa kwa mara ya mwisho, lakini mwaka juzi tuliambiwa hivyo wamepewa mara ya mwisho. Ni matumaini ya watu wa Njombe kwamba kama hakutakuwa na improvement au kuwataka waongeze thamani na ajira ndani ya nchi, ni bora tuhakikishe vibali hivyo havitolewi tena kwa wawekezaji wanaotoka maeneo haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya, niongelee kwa kifupi Liganga na Mchuchuma. Sisi tunaishukuru sana serikali. Kwa mara ya kwanza tumepewa taarifa hapa ndani ya bunge lako kwamba sasa nchi yetu imepiga hatua nyingine katika kuhakikisha kwamba uwekezaji kwenye Liganga na Mchuchuma unakwenda kwenye hatua nyingine. Tunaishukuru sana serikali, tunaishukuru sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake za binafsi za kuhakikisha kwamba anafufua uwekezaji huo, na sasa tunangojea majadiliano ya mwisho ambayo tunasikia yanafanyika wiki ijayo ili tuweze kupata uwekezaji mkubwa wa Liganga na Mchuchuma katika mkoa wa Njombe. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika.